Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Miriam Mlaponi, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabi Limei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Tanzania yaahidi kuendelea kuimarisha ushirikiano uliopo na taifa la India kwa manufaa ya pande zote mbili. Tanzania sisitiza kuendelea kushiriki na kutimiza matakwa ya kimataifa katika kupambana na kudhibiti uhalifu wa kifedha. Na katika habari za kimataifa, Rais Zelensky amuomba Trump aitembelee Ukraine. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema Tanzania itaendelea kuimarisha ushirikiano mzuri uliopo na taifa la India kwa manufaa ya pande zote mbili. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Goodluck Msola. Makamu wa Rais ameeleza hayo baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na Naibu Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya India Sanjay Sethi, mazungumzo yaliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo pia amesema ziara zilizofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan nchini India mwezi Oktoba mwaka 2023 zimeimarisha zaidi uhusiano uliopo baina ya mataifa hayo mawili. Amebainisha kuwa Tanzania imeendelea kushirikiana na Jamhuri ya India katika masuala ya ulinzi, ikiwemo ziara za viongozi wa Wizara ya Ulinzi kutoka pande zote mbili, ziara za wakuu wa majeshi pamoja na kubadilishana mafunzo mbalimbali. Aidha, amepongeza ushirikiano na India katika zoezi la pamoja la kijeshi kati ya Tanzania, India na nchi washirika Afrika ambalo linahusisha jeshi la wanamaji na maonesho ya zana na vifaa vya ulinzi. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya India Sanjay Sethi amesema Tanzania imejiimarisha zaidi ushirikiano na taifa la India na kuwa mshirika wa kuaminika katika sekta mbalimbali ikiwemo za kiuchumi na kijamii kama vile biashara, uwekezaji, maji, afya pamoja na elimu. Aidha, ameshukuru Tanzania kwa kuridhia kufanyika kwa mafunzo hayo ya kijeshi ya wanamaji na maonesho ya zana na vifaa yanayofanyika nchini yakishirikisha Jamhuri ya India pamoja na nchi washirika barani Afrika. Mazungumzo hayo pia yamehudhuriwa na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Balozi Stergomena Tax, Balozi wa India nchini Tanzania Bishodeb Day, pamoja na viongozi mbalimbali wa Jeshi la Ulinzi kutoka Tanzania na nchi ya India. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tukiwa bado jijini Dodoma, serikali imebainisha kuwa imefanya utafiti wa kina nchi nzima ili kusaidia kutambua kuwa ni saratani zipi zinazoongoza katika kanda ya Ziwa, na kubaini kuwa saratani ya kibofu cha mkojo, mji wa uzazi wa kina mama, damu, macho na figo ndio zinazoongoza. Josephine Kaponya ameandaa taarifa zaidi kutoka Dodoma. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Naibu Waziri wa Afya Dr. Gordon Mollel wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Kabula Shitobela aliyetaka kujua je, ni lini serikali itatoa majibu ya tafiti zinazofanywa kanda ya Ziwa ili kubaini visababishi vya kansa iliyokithiri. Utafiti huu utasaidia kubaini chanzo cha saratani hizo. Hivyo kwa sasa bado utafiti unaendelea na visababishi vinavyosemwa bado ni nadharia tu kutokana na shughuli za kijamii katika maeneo husika. Mheshimiwa Spika, hadi sasa mpango wa kudhibiti ongezeko umejikita katika kutoa elimu ya afya kwa viashiria vinavyodhaniwa pamoja na kuzingatia mkakati wa kitaifa wenye maeneo 7 yaliyoainishwa ili kudhibiti viashiria vya saratani. Katika hatua nyingine, serikali kupitia naibu waziri wake Mheshimiwa Judith Kapinga imeeleza kuwa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC mwezi Februari mwaka 2022 liliingia makubaliano ya ushirikiano na shirika la maendeleo ya petroli Zanzibar, ambapo kupitia ushirikiano huo masuala mbalimbali yamekuwa yakifanyika kuendeleza sekta ikiwemo kubadilishana ujuzi na utaalamu. Mheshimiwa Kapinga amesema hayo bungeni wakati akijibu swali la mbunge wa Kwahani Mheshimiwa Hamis Yusuf Musa Mkenge aliyeuliza ni lini serikali itainufaisha Zanzibar katika matumizi ya nishati ya gesi ili iweze kutumika katika magari, ambapo kupitia ushirikiano huo masuala mbalimbali yamekuwa yakifanyika ikiwemo kubadilishana ujuzi na utaalamu.
Katika ushirikiano huu, suala la kupeleka gesi asilia Zanzibar ni mojawapo ya ajenda kuu. Pande zote mbili bado zinaangalia namna bora ya kufikisha gesi asilia Zanzibar ili iweze kupatikana kwa bei rafiki kwa watumiaji. Baada ya hayo, wabunge wakaendelea kujadili bajeti ya ofisi ya waziri mkuu iliyowasilishwa bungeni mapema wiki jana. Hivi kwa nini siku moja tusiitishe vijana wetu kutoka kule Hai, kutoka kule Kisima, wapi, maeneo yote ya nchi yetu, tuwapakie kwenye ndege na wao tukawatafutie ajira kwenye nchi yetu kule China na maeneo mengine, kuimarisha diplomasia yetu, kwa sababu pia imetajwa diplomasia kwenye hotuba hii. Kama hilo linawezekana itakuwa nzuri sana, lakini kama haiwezekani, tujiulize kinachoendelea pale Kariakoo ni kitu gani. Kweli tunaheshimu diplomasia, kweli vipo viwanda vinajengwa na wenzetu hawa, lakini jamani, ndio kwenda kuuza hadi madafu, ndio kwenda kuuza hadi hereni. Kwa hiyo wafanyabiashara yetu pale Kariakoo na maeneo mengine, hawa wafanyabiashara walioko maeneo ya Kariakoo kutoka nchi za ugenini wanaofanya biashara ndogo ndogo. Ni kushukuru sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Geita ambapo mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema kuwa serikali imedhamiria kukipandisha hadhi kituo cha afya cha Bukoli kuwa kituo chenye uwezo wa kutoa huduma za afya za juu zaidi, ikiwemo huduma za upasuaji, hatua inayolenga kuwasogeza karibu wananchi huduma muhimu za afya. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inafafanua zaidi. Shigela ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake katika kata ya Bukoli wilayani Geita, ambapo amekagua maendeleo ya ujenzi wa kituo hicho ambacho kwa sasa kimekamilika kwa asilimia 98. Tunahitaji kuendelea kuboresha kituo chetu, na miaka michache ijayo tutapandisha hadhi ifike hata kwa hospitali yenye hadhi ya wilaya. Ni watu wanapopata changamoto za kiafya, aidha zitokanazo na barabara kujengwa kwa kiwango kizuri, kwa hiyo wananchi waamue, anakwenda mjini, anakuja Bukoli, anakwenda Katoro, pale kuna hospitali yenye hadhi ya wilaya, akitaka aende upande wa Shinyanga kwa sababu kuna upande wa Kahama, na mpaka anakwenda upande wa Msarara. Afisa mtendaji wa kata ya Bukoli Nasoro Juma ameelezea hatua mbalimbali za utekelezaji wa ujenzi wa kituo hicho, huku diwani wa kata hiyo Faraji Sefu akisisitiza kuwa mafanikio hayo ni matokeo ya ushirikiano kati ya wananchi na viongozi katika kuchochea maendeleo. Tupo katika hatua ya mwisho za ukamilishaji, hasa kufunga top za milango, kuweka vigae, kufunga mfumo wa maji, kufunga mfumo wa umeme, kuweka epox na kupaka rangi. Mkuu wa mkoa, kama haitoshi, tunayo zahanati Ntono, nyumba ya mtumishi imekamilika, tunasubiri tu tutengewe watumishi ili ianze kazi. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunayo maabara ya kisasa kwenye sekondari yetu, ni ndani ya hizo bilioni 7 ndani ya miaka 5. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama haitoshi, tunayo madarasa ambayo Dr. Samia alituletea fedha zaidi ya milioni 160. Katika tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Geita Sapia Jongo amesisitiza umuhimu wa malezi bora na maadili kwa watoto, akihimiza jamii kuzingatia misingi ya heshima na nidhamu kama njia ya kujenga taifa lenye maadili mema. Kama hatutakuwa na malezi bora ya watoto wetu, mtoto ndio taifa la kesho. Kama wewe ulivyo leo bora kwa sababu ulilelewa vizuri, kwa nini wewe umlei mtoto wako vizuri? Misikitini hapa saa hizi umesikia azana, ukiingia msikitini unaweza kukuta wanaume 5 watu wazima, hakuna kijana hata mmoja, hakuna mtoto hata mmoja. Makanisani mnabebana nyewe wenyewe, mnaacha watoto nyumbani. Tunategemea taifa la aina gani? Sisi kule Uzalamuni wamevunja ile mibuyu yote, tulikuwa tunatambika na vibanda vyetu vya Kinyamkela. Siku hizi kuna mtu anaenda kwenye mizimu. Aidha, Shigela amewahimiza wananchi kujiunga na bima ya afya iliyoboreshwa kwa kuwa ni ya gharama nafuu na itawapunguzia mzigo wa kugharamia huduma za afya katika vituo mbalimbali nchini. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imesema katika kipindi cha miaka 4 cha serikali ya awamu ya 6 imepata mafanikio katika nyanja mbalimbali zinazohusu usafiri wa barabara, reli na waya, pamoja na matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano uliohusisha wahariri na waandishi wa habari ulioandaliwa na kuratibiwa na ofisi ya msajili wa hazina, mkurugenzi mkuu wa LATRA Habib Suluo ameeleza kuwa mafanikio hayo ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya serikali katika kuhakikisha huduma bora, salama na za kisasa zinawafikia Watanzania wengi zaidi.
Suluhu amesema kuwa kwa mwaka wa fedha 2024-2025 LATRA imejipanga kuboresha zaidi huduma za usafiri ardhini kwa abiria, mizigo na magari kwa lengo la kupunguza changamoto zilizopo, kuongeza ufanisi na kuleta tija katika sekta hiyo muhimu kwa maendeleo ya taifa. Katana, wakati umefika waliosomea kazi ya hudumu kwenye basi ndio wawe mahudumu kwenye basi. Wamiliki ambao wanataka wadumu walionao wabakie kwa wahudumu, kwa sababu kuanzia darasa la 7 anaruhusiwa wawapeleke kusoma. Vinginevyo sio sawa kutoa hizo leseni kama mtu hajapata hiyo kozi ya huduma kwa wateja ambayo ni kwa mwongozo wa LATRA. Na hayo mafunzo LATRA anahusika kuja kutoa elimu, kupitisha kwenye sheria inasemaje hizo LATRA. Kwa hiyo ni vizuri tuweseti muda kabisa. Nasi kama wanahabari na wahariri pia ni jukumu letu kwenda kuyachambua yale ambayo ni mazuri, basi sisi tunaendelea kuwapongeza, na yale ambao tunatoa maoni yetu, basi muendelee kupokea maoni yetu kwa lengo na nia njema ya kuboresha huduma zetu hasa katika sekta ya usafirishaji. La mwisho, sisi tuko tayari kama jukwaa la wahariri Tanzania kuendelea kushirikiana na LATRA kama mdau muhimu wa sekta ya habari hapa Tanzania, na mara zote msichoki. Na tunapokuja kama TEFU basi kwa hoja zetu mtusikilize. Aidha, amebainisha kuwa usafiri wa barabara na reli una mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa taifa, kwani unarahisisha biashara ndani ya nchi na nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kuwakwamua wananchi kiuchumi, zaidi ya miche 600,000 ya miti imetolewa kwa wananchi kwa mwaka 2023-2024 katika maeneo mbalimbali mkoani Morogoro, miche iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 136. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi. Miche hiyo iliyotolewa na taasisi isiyo ya kiserikali Agriwezesha kupitia mradi wa kilimo misitu, ambapo mkurugenzi wa taasisi hiyo amesema wamejikita katika kuwezesha wananchi kiuchumi kwa kuwapatia miti ya matunda, viungo pamoja na mbao. Hiyo itasaidia wananchi kuacha kuvamia misitu kutokana na kuwa na kipato cha uhakika. Malengo ya Agriwezesha, cha kwanza kabisa ni kumkwamua mkulima kiuchumi. Kwa hiyo tunamkwamuaje? Hatutoi pesa, lakini tunaweza kufanya uwezeshaji ambao utaweza kumsaidia aweze kukua kiuchumi. Lakini cha pili, malengo yetu makubwa ni kufanya utunzaji pamoja na uhifadhi wa mazingira. Tumejipanga kwa kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi ambayo inasaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na mojawapo ni huu mradi wa kilimo misitu. Ni mradi ambao unapanda miti, lakini hauishi kupanda miti tu ambayo haileti manufaa ya moja kwa moja kwa mtu aliyepanda. Kwa hiyo tunapanda miti ambayo inaenda kutengeneza kipato kwa mkulima. Ndio maana tuna karafuu, tuna kokoa pia. Na miti kwanza tunapata matunda, tunapata maji kwa wingi kwa sababu ya msitu kuutunza vizuri. Pia ardhi inakuwa na rutuba vizuri kwa sababu ya miti. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Ismail Ali Usu, wakati alipozindua mradi huo, akatoa pongezi kwa taasisi hiyo kwa jitihada za utunzaji wa mazingira, huku akatoa rai kwa wadau wa mazingira kutoa fursa kwa vijana wengine. Lengo na madhumuni ya mradi huu ni kuweza kuhakikisha wananchi wa Kitanzania na wale ambao wako nje ya Tanzania kujionea haiba mbalimbali juu ya Watanzania hao. Lakini pia mradi huu unakuamua ajira kwa vijana. Kwa kweli vijana ambao watajihusisha na kutumia kilimo misitu, maana yake wataweza kupata mambo mbalimbali. Miti hii unapoipata unapata matunda, na matunda ambayo sisi wanadamu ndio ambao tunatumia, lakini pia tunatumia kwa kufanya biashara mbalimbali. Ukienda masokoni unakuta bidhaa ambazo zinatokana na miti hii ya matunda ambayo iko hapa. Mwenge wa Uhuru, Mwenge wa Uhuru safi. Ni kushukuru sana Shukuru Matero kwa taarifa hiyo. Miche ya miti milioni 10 kati ya miche bilioni 1 inatarajiwa kupandwa katika mikoa 5 ya kaskazini ili kulinda mazingira ya uoto wa mlima Kilimanjaro ambao kila mwaka unakadiriwa kuvutia watalii zaidi ya 65,000. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam wakati wa kutangaza matembezi ya hisani kwa ajili ya kuhamasisha upandaji wa miti kwa ajili ya kutunza mlima Kilimanjaro, Debora Nyakisinda, mkurugenzi wa taasisi ya NESA, amesema matembezi yao yatafanyika Mei 17, ambapo wamelenga kuhamasisha jamii kushiriki katika upandaji wa miti milioni 10
kwa miaka 5. Ile ambayo tulisema short term plan, kwa sababu hatuwezi kusema tunasubiria hiyo miti bilioni 1 tunaipandaje kwa miaka 25. Tumesema tunajiwekea ndani ya miaka 5 kwa sababu ndo tumeanza. Tuweke nguvu zetu tuone tuna uwezo kiasi gani. Kwa hiyo ndani ya miaka 5 tumesema tunataka tupande miti milioni 10 na kila mwaka maana yake tutapanda miti milioni 2. Kwa hiyo mikoa minne ambayo tumezungumza, kila mkoa upande angalau miti 500,000. Sisi Nesa Foundation tumekuja na hiyo, lakini wao kama hii ni agenda ya nchi nzima ya kupanda miti. Kwa hiyo inawezekana sio jambo jipya sana. Kwa hiyo sisi tunaitia nguvu, lakini sisi tumeconcentrate kwa mlima Kilimanjaro. Aidha, Debora amesema kwa mujibu wa utafiti uliofanyika, endapo jitihada hizo zitachukuliwa kwa haraka, hali ya mlima Kilimanjaro kuwa na barafu pamoja na kuendelea kuvutia watalii itashuka kwa kiasi kikubwa ifikapo mwaka 2050 kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, huku akizitaka taasisi na wadau mbalimbali kujitokeza na kushiriki matembezi yao ya hisani ili kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Kama tunavyojua, kama leo barafu halitakuwepo mlima Kilimanjaro, kuna vitu vingi sana ambavyo tutakosa. Kuna social economic impact nyingi sana ambazo tutakosa kama hamna barafu. Kwanza mlima Kilimanjaro tunajua kabisa ni sosi ya maji. Kwa hiyo kama hamna barafu hatuna maji. Hali ya hewa nzuri ambayo tunaipenda Kilimanjaro, Arusha na sehemu zingine, sosi yake kubwa ni mlima Kilimanjaro. Lakini kuna watalii wangapi ambao wanakuja pale Kilimanjaro kila mwaka? Ndani ya miaka iliyopita ilikuwa inaenda 45 mpaka 50. Lakini ndani ya miaka 2-3 pia kwa sababu ya Royal Tour, tunamshukuru mama, tumefikisha zaidi ya watalii 65,000 kwa mwaka ambao wanakuja kwa ajili ya Kilimanjaro tu. Sasa unaweza ukaona jinsi gani Kilimanjaro inavuta watu kuja. Lakini wale watu wakija wanalala kwenye hoteli zetu, wanalala kwenye lodge zetu, wanakula chakula chetu. Kwa hiyo ile chain nzima wao wataathirika kama hamna barafu leo. Kwa hiyo tuna sababu nyingi sana za kuutunza mlima Kilimanjaro na ndio maana leo tuko hapa. Akizungumzia hali ya mlima Kilimanjaro kwa sasa na kiwango cha watalii katika mikoa ya kanda ya kaskazini, afisa uhifadhi kutoka TANAPA kanda ya kaskazini Haika Bayona amesema mlima Kilimanjaro bado upo vizuri licha mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea duniani, huku pia mlima huo ukiungana na vivutio mbalimbali vya Tanzania kuingia katika tuzo za dunia. Wanasayansi walituambia kwamba ifikapo mwaka 2020 ile barafu itakuwa imetoweka kabisa. Lakini kupitia jitihada zinazofanywa na serikali, Wizara ya Maliasili, TANAPA wenyewe na Watanzania, ile barafu si bado inaonekana, bado ipo na itaendelea kuwepo kwa jitihada kama hizi. Kwa hivyo hali ya mlima Kilimanjaro ni nzuri, na nikitaka kukuhakikishia tu kwenye swala la uhifadhi lilivyo zuri, kuna mti mrefu sana barani Afrika unapatikana pale katika mlima Kilimanjaro, katika hifadhi ya Kilimanjaro. Kwa hivyo hiyo ni kuonesha tu ni kwa jinsi gani swala la uhifadhi liko vizuri. Viashiria viko vingi sana. Katika matembezi hayo, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa anategemewa kuongoza matembezi hayo ili kutoa hamasa kwa utunzaji wa mazingira kwa kuhamasisha wananchi kupanda miti kwa wingi ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Ni kushukuru sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imebainisha kuwa kuanzia Mei Mosi 2025 itasitisha rasmi matumizi ya namba za utambulisho wa taifa NIN kwa watu waliotumiwa ujumbe mfupi SMS wa kuitwa kuchukua vitambulisho vyao lakini hawakujitokeza. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha vitambulisho vinachukuliwa ili kuepuka hasara kwa serikali. Taarifa zaidi na Recho Chacha. Mkurugenzi mkuu wa NIDA James Kaji amesema mtu ambaye matumizi ya NIN yake yamefungwa hataweza kuitumia kwa huduma yoyote hadi atakapokwenda kuchukua kitambulisho chake. Hivyo amefafanua kuwa namba haitafungwa kama mhusika hajapokea SMS rasmi kutoka NIDA. Kaji amesema uamuzi huo umetokana na ukweli kuwa licha ya jitihada za kupeleka vitambulisho katika maeneo ya karibu na wananchi, wengi bado hawajajitokeza kuvichukua, na kueleza kuwa serikali ilifanya hivyo kwa lengo la kupunguza usumbufu wa kufuata vitambulisho katika ofisi za NIDA za wilaya. Kwa mujibu wa takwimu, kati ya Januari hadi Machi 2025, zaidi ya watu milioni 1.8 hawakuchukua vitambulisho vyao licha ya kutumiwa SMS, huku waliojitokeza ni zaidi ya 500,000 sawa na 30% pekee. NIDA imesisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda rasilimali za umma na kuboresha ufanisi wa huduma zake. Sababu tulituma ujumbe kwamba baada ya mwezi mmoja tutasitisha, lakini tulipata vilio vingi, na nyinyi waandishi wa habari mkiwa mmoja wapo ukitaka kuuliza
sababu kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa watu, na baadhi ya ofisi zilifurika na tukaenda kutoa huduma za mahema kwa ajili ya kuhakikisha wengine na watoto na wengine hivi. Lakini kama kawaida yetu, baadhi ya Watanzania tumekuwa tukidharau, na hii yote ni kwa sababu bado hatukuweza kusitisha kwa kusikiliza kilio cha wananchi na hata baadhi ya viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, kutokana na namba kubwa ya watu waliokuwa narundikana. Kwa tukaona tusogeze ile huruma ambayo ni kila muda wa Tanzania, na baadaye yanaanza kupokea matusi. Mimi nishatumia message nyingi, na kuna siku nilikuwa kituo kimoja Dodoma, wanasema kuna nini, nguvu ya soda hawezi kufuta. Kwa ina maana kila mtu ana message hiyo, lakini wengine walikuwa wakifika anasema nilisahau au nimefuta. Hivi kweli jamani, utumiwe message kwamba unatakiwa ofisi ya TASAF ukachukue milioni 50, utafuta hiyo? Lakini why vitambulisho? Lakini kwa sababu tumekuwa ni waungwana na kwamba tukijali kilio cha Watanzania, lakini imekuwa ni mchezo. Sasa hivi tunapokwenda, NIDA ni maisha na maisha ni NIDA. Tuna maboresho kuanzia mwezi Julai, tunaanza kusajili watoto wadogo kuanzia 0. Tumarekebisho ya sheria ambayo tunayafanya kwa ajili ya register yote. Ina maana mtoto mdogo anapozaliwa tu anasajiliwa mpaka na kwenye mashule. Ni kwa nini? Maelekezo ya NIDA sasa hivi, kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo tutakuja kueleza huko mbele, tumepewa maelekezo ya jamii namba. Ina maana kwamba kila mwananchi mifumo iweze kusomana, atatumia kitambulisho cha NIDA. Tutakuwa na cheti cha kuzaliwa ndani ya NIDA, tutakuwa na bima ya afya, na baadhi ya hospitali wameshatangaza wanaanza matumizi ya NIDA na hasa nafikiri MOI. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa kwa mwaka wa fedha 2024-2025 halmashauri ya manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza imekusudia kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 14.9 katika bajeti ya mapato ya ndani, ambapo mpaka sasa tayari imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 10.4. Emmanuel Meshaki ameandaa taarifa zaidi kutoka Mwanza. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani wa manispaa hiyo, mkurugenzi wa halmashauri Umi Wayayu amesema kutokana na mapato waliokusanya kwa kipindi hicho, bilioni 7.9 ni mapato ya ndani na bilioni 2.5 ni mapato lindwa. Wayayu ameeleza pia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo kwa robo ya 3, ikiwemo sekta ya ujenzi, elimu pamoja na sekta ya afya. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya mapato ya ndani kwa bajeti ya mwaka 2024-2025, Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya fedha za milioni 838.5 ni fedha za mapato ya ndani zilizoelekezwa katika miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024-2025. Ya ujenzi na mipango miji na miundombinu zilielekezwa jumla ya shilingi milioni 280,632,559. Kwa upande wa sekta ya elimu msingi, kiasi cha shilingi bilioni 212,500,000. Kwa upande wa elimu ya sekondari, jumla ya shilingi milioni 92,432,800. Sekta ya afya milioni 80. Sekta ya maendeleo ya jamii ilielekezwa jumla ya milioni 69,736,000. Sekta ya utawala ilikuwa na jumla ya shilingi milioni 24,996,000. Usafi na mazingira kwa ajili ya kuboresha maeneo yetu walipatiwa milioni 5. Sekta ya kilimo, biashara na uwekezaji milioni 39,274,970. Kwa upande wao, baadhi ya madiwani walioshiriki katika kikao hicho, Sara Mwani, diwani wa kata ya Buswelu, pamoja na Lusigalie, diwani wa kata ya Buzuruga, wameeleza mafanikio makubwa kupitia fedha zilizotolewa na serikali. Robo hii kata yangu ni miradi mingi sana iliyofikiwa. Tukianza na mradi wa shule. Nina shule ambayo nimepata pesa milioni 18 kwa ajili ya ujenzi wa matundu 10 ya vyoo, lakini pia nilipata milioni 12 kukamilisha madarasa 3 katika shule ya Ujingwa, shule ya msingi. Lakini pia katika vikundi nimepata pesa kwa vikundi 6. Mlemavu mmoja amepata bajaji, na pia vijana
wamepata hizi bajaji za mizigo, bajaji 6, lakini vikundi vingine ni vya kina mama, vikundi 4. Lakini pia mradi wa barabara unaendelea. Kama mnavyoona, barabara inaendelea, barabara 2 za lami. Lakini pia tumepata pesa zingine kutoka ushindi mzuri katika shule ya sekondari Buswelu, milioni 50 wa kujenga madarasa 2, yapo tayari kwenye mchakato, yanaendelea. Ndani ya miaka 5 hii tumekwisha pokea fedha kutoka serikali kuu na fedha za mapato ya ndani zaidi ya bilioni 3.7. Sio kazi ndogo. Tumekuwa na miradi ambayo ilikuwa haipo kabisa Buzuruga, lakini sasa wana Buzuruga wanafurahia. Tumepiga hatua kubwa sana kwenye upande wa maendeleo ya miundombinu ya barabara. Tumepiga hatua sana kwenye maendeleo ya elimu, tumepiga hatua kubwa sana kwenye maendeleo sekta ya afya. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshaki kwa taarifa hiyo. Kufuatia ubovu wa barabara, baadhi ya wawekezaji wa viwanda na madereva katika eneo la Zegeleni lililopo kata ya Visiga, halmashauri ya Kibaha mjini mkoani Pwani, wameiomba serikali kuwasaidia kufanya maboresho ya barabara ya madafu kuelekea viwandani ili iweze kupitika, kwani imekuwa kero kwenye shughuli za uwekezaji. Mrisho Mapeyo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari walipotembelea barabara hiyo mkoani Pwani, meneja wa kiwanda cha Dominic Milling Group Limited, Goodluck Patrice, amesema wawekezaji wa viwanda wanaotumia barabara hiyo inayoelekea kwenye kiwanda cha King Lion wamejikuta wanashindwa kusafirisha mizigo na malighafi zao kutokana na magari yao kukwama, jambo ambalo limekuwa likiwaathiri kiuchumi. Barabara ya King Lion, na hii barabara ni barabara ya viwanda kama mnavyoona. Tumekuwa tuna kero nyingi, yani kwa muda mrefu, kwamba maji kwanza yanakuwa yanapita humu, yanatapakaa, barabara imechimbika kama hivi mnavyoona. Maana na sisi hatupo peke yetu tu Dominic Milling, huku mbele ukienda kuna viwanda vingi, na huku mbele zaidi ukienda kuna kiwanda kikubwa kabisa cha chuma ambacho kimefanya uwekezaji mkubwa kabisa. Wote kwa ujumla eneo hili tunapata kero ya usafirishaji, namna kusafirisha bidhaa zetu na vitu vingine. Sasa wengine wanaweza kutoka kwamba mkakwama hata siku nzima, mnashindwa kufanya kazi kwa sababu ya barabara. Kwa upande wao, baadhi ya madereva na wakazi wa Kibaha wameelekeza kilio chao kwa Rais Dr. Samia, wakimuomba aingilie kati suala la barabara hiyo ya madafu kuelekea viwandani kwenye eneo la Zegeleni, halmashauri ya mji wa Kibaha, kwani wamekuwa wakitaabika kupitisha magari yao, wakati mwingine wakilala njiani hata siku 3. Tulikuja toka juzi na gari semi aina ya FAO. Kila tunapokuja hapa barabara huwa ni mbovu sana. Hapa tupo toka juzi, tuna siku ya 3. Tulikuja kuleta mzigo huku. Changamoto hapa ni barabara. Barabara imekuwa ni ya shida sana. Alafu ukiangalia ni eneo ambalo ni kwa ajili ya viwanda. Eneo ambalo mara kwa mara inahitajika material, kuleta material kwa ajili ya kuboresha vitu vingine. Lakini barabara imekuwa ni mbaya, haifai kabisa, gari zinanasa kila wakati. Na ni eneo ambalo linategemewa, eneo kama kuu, eneo kwa ajili ya viwanda. Kama hivi mimi mwendo nimekuja na gari hapo, nimenasa, niko na bosi wangu. Tuna kama nusu saa mpaka sasa hivi hapa. Nilikuwa ombi letu tutengenezewe barabara iwe nzuri ili tuweze kuleta material na kuleta maendeleo kwa upande wa huku wa Kibaha. Hii ni barabara ambayo inatoka madafu naelekea maeneo ya viwandani ambapo ndio tuliosimama hapa, na hii barabara inatumika kwa gari nyingi sana ambazo zingine zinakuja huku, zinakuja viwandani, kuna nyingine zinaelekea mbele, kuna machimbo huko. Kwa hiyo tunakiomba ndugu zangu serikali tuangalie katika upande wa pili. Hii njia imekuwa na changamoto sana. Kwa hiyo tunaomba msaada, watusaidie katika hii njia. TVE Habari imetembelea eneo hilo na kujionea changamoto wanayoipata madereva kwenye barabara hiyo yenye urefu wa takriban kilomita 2.5, ambapo juhudi za kumtafuta meneja wa TARURA wa halmashauri hiyo zinaendelea ili kujua mikakati ya utatuzi wa changamoto hiyo. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo.
Na mtazamaji wa TVE, tuelekee sasa mkoani Mara ambapo wananchi wa wilaya ya Bunda mkoani Mara wamesisitizwa kuzingatia matumizi ya nishati safi ya kupikia na kuachana na uchafuzi wa mazingira kwa kukata miti na kuchoma mikaa, kwani kufanya hivyo kunasababisha athari ikiwemo ukame katika maeneo yao. Taarifa ya Samira Yusuf kutoka Bunda inaeleza zaidi. Nitakuwa mwadilifu na mfano wa watumishi wote na Wakristo wote katika kukuza na kusimamia katiba na miongozo na maadili. Ni kiapo kilichotolewa mbele ya waumini wa kanisa la FPCT mkoani Mara wakati wa zoezi la kumsimika askofu mkuu wa jimbo hilo, ambapo serikali inatumia nafasi hiyo kuwakumbusha wananchi juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kupitia hadhara hii na kupitia kwako vile vile, naomba niwasihi wananchi na waumini walioko hapa kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kutumia nishati safi katika kupikia na matumizi mengine ya majumbani kwetu na matumizi mengine ambayo tunayo kwenye maeneo tofauti ikiwemo viwandani. Katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kanisa la FPCT mkoani Mara limeunga mkono kampeni ya matumizi ya nishati safi inayoendeshwa nchini ili kulinda mazingira na kulinda amani ya nchi. Na kwa nchi yetu ya Tanzania tumepata neema sana. Unajua, kuishi tu kwa amani na utulivu, mimi nadhani hata kama una suruali mbili inatosha. Mnasemaje jamani? Ukiwa na mabegi na Land Cruiser ya kutosha, uko nayo hapo ndani na almasi zimejaa, lakini utoki hapo nje kuna majamaa na mitutu, kuna majamaa na bunduki na kusubiri, kuna watu wanauana mitaani kwenu, hakuna amani. Lakini viongozi hawa wa Tanzania mpaka leo, nilikuwa nawaambia watu fulani, wewe nenda kalime, achana na shughuli za, nenda kalime, mashamba yamejaa. Nenda kalime. Sisumbuane na uongozi. Hili ni jambo muhimu ambalo tunahitaji kuingia kwenye mabadiliko ukilinganisha na hali halisi ya ukataji wa miti hovyo umeleteleza majanga makubwa. Kweli jambo hilo tumelipokea, tutaendelea kuhimizana ili angalau tuingie kwenye nishati hiyo safi ili tuweze kuifanyia kazi na kuhimiza washirika wetu. Matumizi ya nishati safi ya kupikia yanalenga kuboresha mazingira na kukabiliana na uchafuzi wa mazingira pamoja na mabadiliko tabia nchi. Kwa kweli kampeni ya Mheshimiwa Rais ninaipokea kwa furaha, lakini pia kama mama ninamuunga mkono kwa ukubwa zaidi kwa namna ambavyo anajitolea kusaidia hasa kwa wale wananchi wa tabaka la chini. Amekuwa akiwagawia hizo nishati safi, lakini pia sisi kama wamama au mimi kama mama pia nafurahia hiyo huduma, ninaitumia, ni nzuri na inasaidia. Hii kampeni kwanza tumeipokea kwa moyo wa kupenda kabisa, kwa sababu ni kampeni ambayo inahamasisha. Naomba nikaribishe shirika la Tuvuke wanayo zawadi kwa kwamba utumiaji wa nishati kama kuni na mkaa imekuwa ni kichocheo kikubwa cha kuharibu mazingira, lakini kampeni hii nina imani itaokoa mazingira yetu. Mtazamaji, hii ni TVE Habari. Mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Tanzania sisitiza kuendelea kushiriki na kutimiza matakwa ya kimataifa katika kupambana na kudhibiti uhalifu wa kifedha.